baada tabuja. Pia ni akili. Kwa uone hii mechi jinsi ambavyo Yanga walivyoifunga. Hii mechi imeshafungwa hii. Ndio. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Naona kitu hicho. Baada watu wanatumia majini, achana nao shehe wangu. Mbona kitu hicho? Naam, Dr. Ruhana, kwenye dabi zilizopita uliweza kutabiri mule hususan kwenye dabi ya Muungano ambapo ulisema timu ya Simba itashinda goli 1. Tunakuomba uweze kututabiria kwenye dabi ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu 2026 itakuwaje? Matokeo yatakuwaje? Kwanza hiyo mechi ni tarehe ngapi? Tarehe 3 mwezi wa 5 2026. Siku ya juma ngapi? Itakuwa ni Jumapili takatifu kabisa kwa Wakristo. Jumapili siku ya bahati. Kwa wale watu wenye herufi jina linaanzia E, siku yao ya bahati ni Jumapili ambao nyota ya Simba. Kwa hiyo kuna uwezekano Elia Mpanzu akaweza kufunga goli siku ya hiyo, kwa sababu moja kati ya watu ambao majina yao yanaanzia E kwenye timu ya Simba ni Eli Mpanzu Kibisala. Mambo yanawezekana, lakini huu ni uchawi, mpira ni uchawi. Yanga wanapewa asilimia kubwa sana kwa sababu mpira ni uchawi. Ukishaweza kumsoma mpinzani wako basi hakupi shida. Kwa nini Dokta wape asilimia kubwa timu ya Yanga? Na tuliweza kuona dakika za jioni kabisa Edmund John akafanya kitu cha kipuuzi na akaweza kusababisha penati. Kiuhalisia mtu huwezi kufanya kitu kama kile ndani ya 18. Kwa nini uwape Yanga, Dokta? Hiyo ndiyo maana halisi ya uchawi upo. Wewe kama uamini uchawi upo, basi tutakuja kuamini, kuingia kablini tuamini kama uchawi upo. Ule ni uchawi ambao umefanya kazi. Ile ni kazi ya uchawi, kazi ya matunguli. Shehe, unanisikia vizuri? Hii ni kazi ya matunguli. Kazi ya tunguli. Kazi ya kuita mizimu, kazi ya kuita asili, ya kuita watawala, ya kuita miujiza. Ile ni kazi. Kwa hiyo msimlaumu sana yule mtoto. Hapana. Hivi ni viumbe vinaitwa, vinafanya kazi yake. Yanga wanapewa asilimia kubwa kwa sababu mimi napenda sana mganga wa Yanga. Mganga wa Yanga yuko vizuri sana. Na mganga wao mmoja yule kwa wale watu wa Kigoma wanaelewa. Kigoma kuna mama mmoja na ziwa moja. Hasa ni mtu ambaye unapenda sana kumtumia sana. Kwa hiyo yule mama nampenda sana kwa sababu yuko vizuri sana. Ila uchawi unazidiana. Dokta, kwenye kombe la Muungano Yanga walifeli wapi na Simba walifaulu wapi wakafanikiwa kushinda goli 1 la dhahabu kabisa? Kamati tu shehe wangu. Shehe wangu, ili sherehe yako iwe nzuri unahitaji kupata kamati iliyo bora. Ili sherehe yako iwe mbaya, kamati kisha kuwa mbaya, basi na sherehe itakuwa mbaya. Kwa hiyo wamezidiwa kwenye kamati tu. Kwa nini kuniambia kwamba kwenye pitch kama umeangalia mpira vizuri Yanga wamekosa magoli mangapi? Of course kwenye pitch mambo yalikuwa ni 50-50. Kila timu ilikuwa inashambulia kwa kipindi chake. Na Dokta wamezungumzia kwamba tusimlaumu Edmund John. Unataka kuniambia watu wa Simba walimloga dogo? Muda mrefu sana yule. Ndio maana huaga mimi nawaambiaga kwamba mpira, hata kama na mtoto wako anacheza mpira, hakikisha unamtafutia kamati mapema. Vinginevyo atakuja kuvunjwa miguu. Anaingia uwanjani na kuwa kichaa, akishika mpira na miguu inamuuma, anakosa la kufanya. Kwa hakikisha unapata mtu ambaye ana kamati. Yaani wewe unafanya biashara, unafanya kazi ya mpira, usipopata mtu wa kamati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokta, kuna dabi iliyopita tuliweza kuwaona timu ya Simba walipata penati, lakini alipewa Chama na Chama akaenda kwa kocha. Kuna kitu ambacho kocha aliweza kumwambia na mwisho wa siku tukamwona Selemani Mwalimu, mtu ambaye hakutegemewa kabisa na mtu yoyote kupiga ile penati. Hii kitaalamu imekaeje? Hii kwenye masuala mazima ya kiulozi kuna effect yoyote? Kuna kitu chochote ambacho kiliamuliwa na wana Simba? Katika kila familia au kila sehemu lazima awe kuna mbeba maono, mbeba mikoba. Sio, nielewa vizuri shehe. Angalia kabla ya Selemani kuingia.
Yule ya kuumia yule. Zilikuwa ni game plan za kocha, mambo ya kamati. Kwa nataka kuambia Dokta, mchezaji wa Simba Anicet Oura hakuumia. Yale ni mambo ya kamati. Ile ni kamati, ni mbinu zilikuwa zinachezeka. Ile ni kamati imefanyika. Maana hakuna mtu yote ambaye alimgusa tukashangaa tu, kashika misuli ya nyama za paja, hamstring, na mwisho wa siku akatoka nje. Sheikh hajaumia, angalia baada ya ushindi, yeye ndio wa kwanza kushangilia kuliko watu wengine. Hiyo kitaalamu imekaeje? Hemu wafafanulie watazamaji wako wa Bongo 9. Hiyo kitaalamu imekaeje? Kamati ndio kitu cha kwanza. Yaani baada ya Selemani kufunga na baada ya mpira kuisha, yeye ndio wa kwanza kushangilia kurukaruka kama hajaumia. Ile ni kamati zimefanya kazi. Ndio maana mpira nakwambia, mpira unachezwa nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa hiyo yule ni uhalisia ambapo watazamaji wako wajue kwamba hata kwenye maisha ya kawaida ukiwa hauna mtu wa kukupambania, wewe una asilimia kubwa sana ya kufeli. Ndio maana kila siku napenda kuambia watu, kutafuta hela sio kazi. Kazi ni kutunza hizo hela zako. Una ulinzi gani wa kuweka hizo hela zako? Una kiumbe gani ambacho kinalinda hela zako? Una jini gani analinda hela zako? Una maagano gani ya kulinda hela zako? Hauna. Tegemea kuwa unapanda na kushuka katika maisha yako. Kituo kinachofuata Dr. Luana ni uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Unampa nani? Yanga na asilimia kubwa ya kupita. Tena hiyo mechi itakuwa sio, haina goli moja hiyo mechi. Ina magoli mengi. Pamoja na mchezo ambao umeweza kutuonesha siku ya jana, unataka kuniambia kwamba hii mechi itakuwa na magoli zaidi ya moja? Mangapi hayo? Shekhe, nimekuuliza swali moja. Yanga ilizidiwa sehemu gani? Nimekwambia mpira ulikuwa 50-50. Kila timu ilikuwa inacheza kwa kipindi chake. Walichozidiwa ni kamati tu. Ni makosa tu madogo madogo ya wenye kamati. Uchawi unazidiana. Ndio maana nakwambia Yanga anapewa asilimia kubwa sana. Kashashinda. Hii mechi na magoli matatu. Magoli matatu. Yote atakuwa ya Yanga ama ya Simba? Moja linaweza ikawa la Simba, mawili yakawa ya Yanga. Yakawa ya Yanga. Kwa hiyo nataka kumwambia mtazamaji wa Bongo 9 ya kwamba mchezo huo utamalizika kwa magoli 2-1, si ndio? Hiyo mechi na magoli 2-1. 2-1. Dr. Luana, wahakikishie wale wazee wa mikeka, wazee wa kubeti ya kwamba hiyo mechi ya tarehe 3 mwezi wa 5 2026 itaweza kumalizika kwa magoli 2. Yaani Simba atafungwa 2-1 na timu ya Yanga. Wahakikishie watazamaji wako wanaopenda kubeti. Yaani wao ambao wanapenda kubeti, akiamka asubuhi anywe supu safi, atafute maji yake aoge, akatie mkeka wake hata wa 100,000, 500,000. Mimi napenda sana kuweka mkeka wa milioni 2, milioni 5. Unapata hela yako nzuri tu na maisha yanaendelea. Dokta, unataka kuniambia na wewe huwa unabeti? Kama wachungaji wanabeti, mimi ni nani? Kwa nataka kuniambia unavyobeti wewe unatumia bahati nasibu ama kuna viumbe vinakusaidia wewe kubeti? Majini wenyewe. Unajua kuna mtu anamtaka kijana au anaobeti anakuambia bwana, mimi nikifanya mikeka asili, anakuja namtengenezea mambo yake, afu anamwambia mimi ndio wa kwanza kuonyesha na mimi na beti leo. Vipi? Kipindi unabeti umeshawahi kuliwa hata mara moja? Hapana, sijawahi. Kwa hiyo mikeka yako yote Dokta, unataka kuambia watazamaji unayoiweka huwa inatiki? Na hisi tungeenda kwenye gari ndio kuonyesha nimebeti mara 16 na zote nimekula. Na zote umeweka milioni Dokta. Ukitaka kupata hela nyingi lazima uweke hela nyingi. Sasa na biashara yote ile. Mtu aliyeweka milioni 5 na wewe umeweka 100,000, mwezi kupata faida sawa. Kuna watu wanafanya biashara kutafuta hela za kula, kuna watu wanafanya biashara kutafuta hela za maendeleo. Sasa shilingi 100,000 unafanya maendeleo gani? Fahamu, unafanya maendeleo gani? Lazima ufanye kitu kikubwa ili ufanye maendeleo makubwa na wewe usaidie watu. Kwa sababu kuwa na pesa sio shida. Shida una pesa za kusaidia watu. Lazima utafute pesa za kuweza kusaidia watu, uweze kuwakimu watu wengine wenye uhitaji maalum. Dr. Luana, kuna mtazamaji wako wa Bongo 9 anakuangalia hivi sasa. Ameweza kubeti na ameweza kuliwa vibaya mno. Huyu mtu unamwambia nini Dr. Luana? Shehe, wewe mwenyewe lazima ujiweke vizuri, una nuksi, una mabara, una mavifungo. Shehe, kuna muda tu kilala ukiandika timu zako, andika pole. Unaandika timu zako hivi, umezitia chini ya mto umelala. Asubuhi wanakuambia betia hapa, ukiweka mikeka yako unatiki.
Wakina nani hao wanaokuambia? Lazima ujue namna kuwatumia walimu wako, kwa sababu kila mtu ana asili yake, kila binadamu ana mizimu ya kwao, ana asili yake. Waganga hawezi kuwafundisha hao mambo kwa sababu wanajua mtajitegemea, hamtawapelekea wao hela. Kuwa na mganga bana kufundisha wewe kujisimamia, kwamba kesho na yeye akifa utaweza kujisimamia mwenyewe. Yaani wewe ni shekhe, wewe ni mchungaji, kama una waumini ambao hawajisimamii wao wenyewe, wewe bado hujafanya kazi yako vizuri. Lazima uwe na watu ambao wanajisimamia wenyewe, kwamba kesho ukifa waweza kujisimamia wenyewe. Ndio maana mimi siishi kumtibia mtu tu, naishia na kumsimamia kuanzia biashara zake, maisha yake. Kwa Dr. Luana, nataka kuniambia endapo mtazamaji wa Bongo 9 akakutafuta kupitia namba zako, unaweza kumpa njia sahihi ya yeye kula mikeka kila siku pale ambapo atakuwa na beti? Bila shaka kabisa, bila shaka. Hilo kitu swala la kawaida kabisa. Mtazamaji wa Bongo 9, huyu ni Dr. Luana. Dr. Luana anasema kwamba kama umekuwa ukipata changamoto za kuliwa mikeka, basi unatakiwa uweze kumtafuta kupitia namba zake ambazo tutaziandika hapo chini. Dr. Luana, kwa kumalizia, unawaambia nini watazamaji wako wa Bongo 9, hususan wale mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga kuelekea tarehe 3 mwezi wa 5 2026 kwenye dabi ya Kariakoo pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel? Wawe na upendo tu, wapendane. Mpira sio uadui, mpira sio vita, lakini Yanga anashinda. Kwa hiyo siku itakuwa ni shangwe kwa mashabiki wa Yanga mara baada ya Simba kuweza kusherehekea kwenye kombe la Muungano. Kabisa kabisa kabisa. Hiyo ni sherehe yao. Japo ni siku ya bahati kwa Simba. Siku ya bahati kwa Simba, lakini bahati haipo kwake. Ni siku ya bahati kwa Simba. Kwa nini umpe Yanga atashinda wakati ni siku ya bahati kwa Simba? Shehe, uchawi, acha uitwe uchawi. Uchawi ndio unafanya kazi, shehe. Shehe, uchawi ni kila kitu. Anielewa vizuri shehe wangu? Uchawi ni kila kitu shehe wangu. Naam, Dr. Luana anamaliza kwa kusema uchawi ndio kila kitu. Kutokea mwanzo mpaka mwisho tulikuwa tukipiga story 2-3 kuhusiana na masuala ya utabiri wa mechi ya Simba na Yanga ambayo hii itachezwa tarehe 3 mwezi wa 5 uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Kwa kumalizia, Dr. Luana, tuambie unatokea wapi, namba zako ni zipi ili mtu aweze kupata ratiba yako imekaeje? Mimi na ofisi nyingi. Wale wa Zanzibar mtanipata, Dar es Salaam nipo Kimarabonyokwa, Kigoma niko Manyovu, naelewa vizuri she, Mwanza nipo Kitangili, Dodoma pale na ofisi nafanya kazi. Namba yangu ni ile 0768247710. Wewe kama mtanipigia simu sijapokea, nitumie message. Kama ni WhatsApp, kama ni kawaida. Wale ambao wako nje ya Tanzania, anza na alama ya kujumlisha 255 768247710. Naam, mtazamaji wa Bongo 9, huo ndio unakuwa mwisho wa exclusive yetu hii sisi Bongo 9 pamoja na Dr. Luana. Lakini kabla sijakuacha mpenzi mtazamaji, ningependa niweze kukuasa uweze kusubscribe channel yetu hii ya Bongo 9, alafu uweze kutana notification ili wewe unakuwa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani ambazo tutakuwa tunakuwekea hapa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9. Mimi ni presenter wako siku zote, Rich Mo TZ, the new presenter in town. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya ya kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.